Inasemekana kuwa ukitaka kuujua uso wa kweli wa binadamu, basi vua utajiri wako na uvae umaskini. Karibu sana mpenzi mfuatiliaji wa Book Story, elimu ya wote. Mimi ni msimulizi wako Yusuf Voice. Leo nakwenda kukupeleka katika safari ya ajabu. Safari ya kijana mmoja aliyeitwa King. King hakuwa maskini kama unavyomwona kwenye picha hizi. Huyu alikuwa ni mkurugenzi na mrithi wa himaya kubwa ya biashara, mabilioni ya pesa na majumba ya kifahari nchini Kenya. Lakini King alifanya kitu ambacho hakuna kijana wa kileo angeweza kuthubutu. Alichukua kopo la bati, akavaa matambara na kuelekea kijijini kutafuta upendo wa dhati, upendo ambao haununuliwi kwa pesa. Je, ungependa kujua nini kilitokea alipofukuzwa na kudharauliwa na wale aliowategemea? Na ni namna gani kopo hili la maskini lilimpa mke bora na kuokoa maisha ya bibi kizee aliyemhifadhi? Baki na mimi mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii, maana dakika chache zijazo zitakufundisha kitu ambacho hutowasahau maishani mwako. Katika jiji la Nairobi palikuwa na bilionea mmoja mwenye nguvu na ushawishi mkubwa. Alikuwa na kila kitu, lakini mwanae wa pekee, King, alikuwa amefikisha umri wa miaka 35 bila kuwa na mke. Siku moja baba yake alimuita na kumwambia, "Mwanangu, umri unakwenda. Unahitaji mke wa kuishi naye. Lakini nakupa siri moja, ukitaka mke mwema, usimtafute ukiwa umevaa dhahabu. Jivike umaskini, jishushe, ili utambue nani anakupenda kwa ajili yako na si kwa ajili ya pesa zako." Maneno hayo yalizama ndani ya moyo wa King. Usiku ule hakulala. Kesho yake asubuhi, King alifanya maamuzi magumu. Alichukua begi dogo, akaweka nguo zilizochanika, akanyoa nywele zake zote, upara, na kuchukua kopo dogo la kuombea msaada. Alimuaga baba yake, akapanda basi na kuelekea mbali na mji, hadi katika kijiji kimoja ambako hakuna aliyemjua. King aliwasili sokoni akiwa mchafu, ameshika kopo lake. Watu walimshangaa, wengine walimcheka na kumuita maskini mpya. King hakuwa na mahali pa kulala, alikuwa akishinda chini ya mti wa mwembe akiwaza. Siku ya tatu alitokea bibi mmoja kizee, mwenye sura ya upole na roho ya dhahabu. Bibi huyu alikuwa akiishi na mjukuu wake mrembo aliyeitwa Maya. Alipomwona King amekaa kwa huzuni chini ya mti, bibi alimkaribia na kumwambia, "Kijana mgeni, hapa chini ya mti si mahali salama kwa mtu mwenye mawazo. Twende nyumbani kwangu, utapata hifadhi na chakula, nawe utakuwa unanisaidia kazi ndogo ndogo." King alijua hapa ndipo mtihani wake unapoanza. Alipofika nyumbani kwa yule bibi, alikutana na Maya. Maya alikuwa msichana mrembo sana, lakini mwenye unyenyekevu wa hali ya juu. Licha ya King kuonekana maskini na mchafu, Maya alimkaribisha kwa heshima kama mfalme. King alijisemea moyoni, "Mungu ameniongoza sehemu sahihi." King alianza maisha ya kijijini. Ingawa alikuwa amezoea maisha ya asili na chakula cha hotelini, sasa alikuwa akilima shambani chini ya jua kali akiwa na Maya. Sauti nyororo ya Maya na maneno yake ya faraja yalimfanya King ajifunze kulima kwa haraka sana. Siku moja wakiwa mtoni kuchota maji, Maya alimwambia King, "King, jina lako ni la kifalme, lakini maisha yako ni ya kimasikini. Mimi sina wazazi, naishi na bibi yangu ambaye ndiye kila kitu kwangu. Naahidi kuwa rafiki yako daima." Muda mfupi baadaye, walikutana na rafiki wa Maya ambaye alimuuliza, "Maya, huyu mtanashati ni nani?" Maya alitabasamu na kujibu kwa ujasiri, "Huyu ndiye mchumba wangu." King aliguswa sana. Maya alimpenda akiwa hana kitu. Ghafla maisha yabadilika. Bibi alianguka na kuumwa sana. Walipompeleka hospitali, daktari alisema bibi anahitaji milioni 2 ili kufanyiwa upasuaji mkubwa. Maya alilia sana, alijua hawana hata shilingi 10,000. King alimwambia Maya, "Nyamaza mpenzi wangu, kila kitu kitakuwa sawa." King alienda ofisini kwa daktari kisiri. Alijitambulisha kama mkurugenzi mkuu wa hospitali zote, CEO, na kumwonyesha kitambulisho chake. Daktari alipigwa na butwaa. King alitoa hundi ya milioni 10, milioni 2 za matibabu ya bibi na milioni 8 za kumshukuru daktari kwa kutunza siri hiyo. "Usimwambie Maya wala bibi kuwa mimi ndiye niliyetoa pesa hizi. Waambie kuna mfadhili amejitolea." Kinyota King aliagiza. Bibi alipona na kurudi nyumbani. Alijawa na furaha akijua kuna tajiri asiyejulikana aliyemsaidia. Hata hivyo, bibi alianza kumshawishi Maya amwache King maskini ili aolewe na kijana mwingine wa mjini aliyekuwa akimfukuzia. Bibi alimfukuza King kwa hasira, akisema hataki mjukuu wake aolewe na maskini. King aliondoka kwa huzuni, lakini alifanya hivyo ili kuona msimamo wa Maya. Maya alilia na kusema, "Hata akiondoka, sitampenda mwingine." Siku chache baadaye, bibi alienda hospitali kuchukua dawa. Kwa bahati, daktari alishindwa kuvumilia siri ile na kumwambia,
Bibi, unamkataa King? Unajua huyu kijana ni mtoto wa bilionea mkubwa nchini Kenya. Yeye ndiye aliyetoa milioni 10 kununua maisha yako kwa sababu anampenda mjukuu wako. Bibi alipiga yowe la majuto. Alirudi nyumbani akilia na kumweleza Maya kila kitu. Wakati wakiwa katika simanzi hiyo, walisikia mlio wa magari ya kifahari na ving'ora vya polisi nje ya kijumba chao. Mlango ulifunguka, akashuka King mtanashati, amevaa suti ya thamani, huku nyuma yake akiwa na baba yake, yule bilionea. King alipiga magoti mbele ya Maya na kutoa pete ya dhahabu. Kinyota Maya, nilitafuta upendo, nikakupata wewe. Je, utakuwa mke wangu? Kwa machozi ya furaha, Maya alikubali. Bibi aliomba msamaha na King aliwachukua wote kwenda kuishi mjini katika jumba la kifahari. Na hapo ndipo mkasa wa King na Maya unapoishia. Safari iliyoanza na kopo la bati na mavumbi ya kijijini imehitimika ndani ya kasri la dhahabu na upendo wa dhati. Mpendwa wa mfuatiliaji wa Book Story, simulizi hii itufundishe kuwa maisha ni fumbo. Usidharue kile unachokiona kwa macho leo, maana hujui kesho yake imebeba nini. Yule mgeni unayempa kikombe cha maji leo anaweza kuwa ndiyo ufunguo wa milango yako iliyofungwa kwa miaka mingi. Kumbuka, uzuri wa sura hupotea na utajiri wa mali unaweza kuyeyuka, lakini uzuri wa roho na unyenyekevu ni amana itakayokulipa hapa duniani na hata mbinguni. King alitafuta mke, lakini akapata zaidi ya mke. Alipata familia iliyompenda bila kujua thamani ya akaunti yake ya benki. Je, umeshawahi kukutana na mgeni aliyebadilisha maisha yako? Au una maoni gani kuhusu uamuzi aliochukua King? Niandikie hapo chini kwenye sehemu ya comment, nitapita kusoma maoni yenu yote. Kama simulizi hii imekugusa, tafadhali gonga alama ya like na usisahau kushare kwa watu wako wa karibu ili nao wapate elimu hii. Mimi ni msimulizi wako, Yusuf Voice. Mpaka wakati mwingine, kumbuka kuwa mkarimu, maana mgeni ni baraka. Kwa heri.